Salamu na maamkizi kwa Save to Save wa mataifa na wale watazamaji wa kwanza. Karibuni katika ujazo wa mchana wa leo. Ni uamsho wa kiroho katika safari ya kiroho. Mimi ni Andrew Henliki. Karibu wote, karibu katika ujazo huu wa mchana wa leo. Wale wanao komenti tayari wako tayari. Ukiangalia somo la leo ambalo bado halijaanza, namshukuru Mungu kwamba tunatazama, tunaomba katika kufungwa kwa matukio ya historia hii. Sasa hivi kile ambacho kinaendelea katika mitandao ni huyo mtu ambaye anaitwa Maduro, Nicolas Maduro, ambaye ni rais wa Venezuela. Nitaenda kuangalia hiyo topic ya leo, na leo nitaenda kukupatia data kamili kabisa za uhalisi kukubali hiki kwamba Maduro alikataa lazima ya Papa, na ndio maana Papa akatumia Marekani kufanya hiyo kazi. Nitaenda kuhakikisha hilo leo. Nitaenda pia kuhakikisha kwamba itaonesha kwamba jela la mauti ni kama linaenda kutimia kabisa, na alama ya mnyama, janga la alama ya mnyama iliko karibu kutokea, na watu wa Mungu sasa wanatakiwa tekeleze vile vitu vitano vya uzima. Na hawi inayosema kwamba pressure itaharibu mabomba au inafanya uharibifu wa mabomba. Sasa tunaona kwamba tuko karibu kabisa kupata pressure kubwa inayokuja. Je, uko tayari? Je, niko tayari? Hebu twende kabisa, twende kuangalia katika Mathayo 24 na fungu la 3, alama za wakati wa mwisho, ambao Yesu alisema katika fungu la 4 kwamba mtu yeyote asiwadanganye. Madanganyo yatatokea na yatakuwepo kuanzia fungu la 7. Vita vitakuwepo, taifa litapigana na taifa jingine, itakuwa ni madanganyo. Kwa hiyo mitandao inachotangaza kitakuwa kitu kingi ni cha uongo. Na fungu la 8 inasema tumeingia kwenye wakati wa huzuni, na usikose hiki vita ambavyo vipo kwenye fungu la 9. Vita inayokuja itakuwa kwa watu wa Mungu, kwa watu wa Mungu wanaotunza amri za Mungu. Kwa hiyo tunavyoona vita Amerika, sijui Venezuela na mataifa mengine, tutaenda kuangalia nyingine. Vita ya mwisho itakuwa kwa watu wa Mungu wanaotunza amri za Mungu. Ni muda wa kutekeleza vile vitu vitatu vya kuisha. Tumeambiwa katika kitabu cha Pambano Kuu kwamba Shetani anafurahia katika vita, Pambano 15:89. Kwa hiyo anaweza kufanya akili zetu zitoke katika maandalio kusimama katika siku hizi za mwisho. Kwa hiyo tunapoangalia kile kinachoendelea katika matukio ya sasa, tusisahau kazi ya maandalizi ni nini. Sawa wapendwa? Usisahau hiki kitu. Nikisema kwamba kwenye tangulizi kwamba lengo la hawa ni kutawala mataifa yote na kuleta katika upapa kuweza kutawala. Kwa hiyo usishangae hii imeshafikiwa. Hebu angalia matukio yanayotokea sasa. Venezuela, rais na mke wake wamekamatwa. Venezuela hapa amekamatwa. Hiyo video inaonyesha kwamba Venezuela ameweza kushikwa kama unavyoona hiyo, na akapelekwa huko Marekani. Hii ni taarifa unayoiona ambayo amechukuliwa na nguvu za Amerika kama unavyoona hapo. Hiyo ni taarifa ambayo inaonyesha
Trump amemchukua huyu rais kutoka kabisa huko na kumpeleka huko. Na Trump hapo anatangaza namna alivyoweza kumchukua huyu rais na kuweza kumpeleka huko. But the president who campaigns on keeping America out of foreign conflict did not roll out sending in US troops. We're not afraid of it. We don't mind saying it. Trump anasema haogopi cha kufanya hivyo, ila anachotaka ni kwamba Venezuela iwe vizuri. Haya, wale ambao mko live, naomba mshare hiki kitu cha leo. Itaenda kuwa ni kitu kizuri kabisa, itakuwa ni kitu cha maana kabisa, na itaenda kabisa na kitu ambacho kitabadilisha uhusiano wetu vile tunavyosogea karibu na unabii unatimia. Umeona hiyo clip ambayo la leo tutaenda nyuma ya pazia. Je, tutaenda huko? Tutaenda kuona nini kilicholeta hadi hapa. Ninaamini kwamba rais huyu ambaye alikuwepo, Nicolas Maduro wa Venezuela, anatakiwa tuwashukuru kwa sababu kutolewa hivyo ni bora, kwa sababu itaenda kutokea kama Saddam, jinsi ambavyo mitandao ilivyotangaza na nini kilitokea kwa Saddam. Lakini pia unakumbuka rais wa Libya Gaddafi, nini kilitokea kwake kwenye hadhara kabisa. Wapendwa, hawa watu ni makatili, Kwa hiyo tutaenda kuona nini ambacho kinatokea. Kwa hiyo utaenda kuona kwamba unabii unatimia. Hebu tuangalie nyuma ya pazia kuna nini. Watu wengi wanaona tu kile kinachotangazwa na wanaona kama ni mambo tu ya kisiasa, lakini ni vita vya kisiasa kabisa. Ndiyo, anakubaliana na hicho, lakini pia anaamini kwamba ni historia ya Biblia inajirudia. Ngoja tutaona hilo. Lakini pia ni unabii wa mwisho ambao unatimia, na leo tunaenda kuhakikisha hilo. Hebu chukua kalamu yako ya kuandikia, na wale ambao mpo live, andika chini maandiko yafuatayo. La kwanza, unakumbuka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 fungu la kwanza hadi la pili, la 5 hadi la 8. Biblia inasema kwamba upapa unataka kuitawala dunia yote. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, katika Ufunuo 13 na fungu la 10 na fungu la 3, upapa utapata jeraha la mauti. Na hii ilitokea katika mwaka 1798 kwa yule kamanda Bethio aliyopomtoa papa akamweka katika gereza na kafa gerezani. Na muda huo huo utawala wa upapa ukawa umepoteza kabisa mamlaka ya hapo, na utawala wa upapa ukapoa, na mwisho wa siku ukawa umebaki kwa namna hiyo. Lakini tunaona kwamba ukianzia hiyo miaka utaona utawala wa upapa ulipoa kabisa. Lakini Ufunuo 13 fungu la 3 hadi la 4, ukienda hadi 11 utaona kwamba jeraha la mauti litaponywa. Na Biblia inasema kwamba ili jeraha litapona kabisa baada ya Marekani kuhusika hapo. Yaani kwa namna nyingine kwamba utawala wa upapa utaitumia Marekani kufanya hiyo kazi.
ya kurudisha jeraha, na Marekani ndio itaenda kuponya hilo jeraha, kuirudisha Marekani, kuirudisha upapa ili uweze kutawala kabisa. Kwa hiyo angalia, kupitia masuala ya kisiasa tutaona kwamba tawala wa upapa utatumia Marekani kuunganisha Marekani na dini zote kuweza kurudisha upapa katika madaraka. Kwa hiyo Marekani itafanya hicho, na leo nitaenda kuhakikisha hicho kitu, kwamba tukio la leo ni linafunua hicho kitu kabisa. Kitu cha kwanza, unaweza kujua Venezuela ni moja ya nchi tajiri sana katika Afrika ya Amerika ya Kusini. Ni nchi tajiri sana. Hebu angalia leo, angalia hapa. Venezuela ni moja ya nchi tajiri, lakini kwa sasa unaweza ukaona, angalia huu mgogoro kati ya Nicolas Maduro. Uweze kuangalia tarehe ya hizo clip. Hiyo ilikuwa Januari 2019. Ilitangazwa hivyo. Nicolas Maduro huyo, baada ya Hugo Chavez kufariki, yeye huyu akaingia kuwa rais. Angalia hiyo taarifa vizuri. Angalia clip nyingine. Maduro alipoingia, angalia tarehe vizuri kabisa hapa. Angalia vizuri hizi tarehe, angalia vizuri kabisa hizi tarehe, ni za muhimu, nakupa uhalisia kabisa. Donald Trump katika mwaka wa 2019 kimsingi walikuwa wanapishana na huyo rais wa Venezuela, alikuwa ni kama anaipinga au utawala wa Marekani. Kwa hiyo alisingiziwa vitu vingi. Angalia kwenye klipi ya kwanza, alikuwa anataka uchaguzi mwingine. Nicolas Maduro alikuwepo, lakini Trump alikuwa hapendi aweze kuwepo. Kwa hiyo alikuwa anataka Maduro atoke. Kwa Trump alikuwa anataka atoke huyu Maduro tokea mwaka 2019. Leo nitaenda kukuonyesha hakuna utata hapa kwamba Trump hakuwa tu wa kwanza kusema Maduro atoke, lakini alikuwa ni papa wa kwanza, alikuwa anataka atoke. Papa ndo alikuwa anataka, na alisema hilo papa hadharani kwamba aliipatia Marekani mamlaka kabisa iweze kufanya hiyo kazi ya huyu mpinga Kristo wa Vatican huyo. Hii wapendwa, ni alama za nyakati kabisa. Wapendwa, mimi sio kwamba ninatangaza tu kitu, lakini matukio haya yanatuonyesha unabii unaotimia wakati wa mwisho. Sikiliza, Nicolas Maduro alimuomba Papa Francis, yule jasusi, kumsaidia katika vita hii. Kabla ya Papa Francis kufa, alimwambia, nisaidie, mimi nipo katika huduma yako, nisaidie. Maduro anamwambia Papa, niko katika huduma yako, mimi ni Mkristo. Papa Francis, mimi ni Mkristo. Unafikiri mwanasiasa rais anaenda kuomba Papa msaada, unafikiri kwamba atasema mimi ni mwanasiasa mzuri? Anasema mimi ni Mkristo, ninahitaji msaada wako. Kwa hiyo alikuwa tayari kupiga magoti kwa Papa. Kwa hiyo hii sio tu eti mwendo wa kisiasa, hii ni
vita ya kidini. Sikiza ya maneno ya Maduro mwenyewe. Kama huwezi kujua lugha yake, angalia chini hapo maandishi yake utaelewa. Angalia chini hapo maandishi. Maduro anasema alipeleka barua kwa Papa Francis na akasema kwamba anaamini ilifika Roma katika Vatican. Akamwambia kwamba mimi nipo katika huduma yako kuhusu Kristo, na mimi ni Mkristo, ni Mkristo kabisa. Papa anajua kwamba na mimi ni mshirika wa imani. Ninaomba ombi la Kikristo na tendo kamili. Na hii roho kwamba nilihitaji msaada ili aweze kuingilia katika mjadala huo. Hiyo imeeleweka wapendwa. Unajua, hii inaonyesha kwamba kitu cha kwanza ni kwamba ukweli ni kwamba rais wa nchi yupo katika mgogoro na nchi nyingine, lakini akaenda kwenye Vatican kuomba aingilie hapa. Sasa inaonyesha kwamba nani yupo katika utawala, nani anaongoza? Ni Vatican ndio ambayo sasa inatumia uwezo ule wa kwanza ambao ulikuwa hapo katika miaka iliyopita 1798 kurudi nyuma. Hebu angalia, andika Ufunuo 17 uone 18 kwamba huyu mwanamke kahaba ambaye anatawala juu ya watawala wa dunia. Lakini pia andika Danieli, utaona kwamba Danieli naye anaeleza kwenye pembe ndogo kwamba hii pembe ndogo itakuwa, kiangalia hata kwenye Danieli 7 pia imeeleza itaweza kukua na kunyanyua pembe zingine. Kwa hiyo utaona kwamba hapa pembe inawakilisha kabisa kwamba ni tawala, lakini pembe ndogo inawakilisha nini? Inawakilisha utawala wa Vatican, maana ndio nchi ndogo kabisa. Hii ni msumari katika sehemu yake halisi kabisa. Maduro alisema kwamba Rais Trump alianza kufanya tishio la kumwangusha. Maduro alisema hivi, sikiliza alichosema Maduro. Nataka kuona komenti zako chini. Angalia Maduro alichosema. Nilimuuliza Papa kufanya jitihada zake kutusaidia katika mgogoro huu. Akaona kuna tishio. Asemi leo kwamba kutakuwa na tatizo, na hiyo tishio lilianza kama Agosti 2018 wakati wa Trump alipoongea kuhusu majeshi kuingilia kati. Waliita kabisa Venezuela na kuita hayo majeshi kutishia Venezuela kwa ajili ya kuingilia majeshi hayo. Kwa hiyo anaiambia ulimwengu kwamba tunahitaji mshikamano kwa hiki kitu kinachoendelea, kwa sababu alisema kwamba ni kama tunaingia katika Vietnam nyingine, Vietnam mpya. Wapendwa, hii sasa ni msumali katika sehemu halisi kwamba Nicolas Maduro alipoomba Papa ingilie, Papa, naomba nipo katika huduma yako. Alikuwa tayari kupiga magoti kwa Papa kwamba mimi ni Mkristo. Papa, mimi ni Mkristo. Nitaenda kukuonyesha kwamba Papa alikataa kumsaidia Nicolas Maduro. Unajua kwa nini alikataa? Tutamsikiliza. Kwa sababu Nicolas Maduro alikataa vigezo vya Papa. Alikataa kukubaliana na vigezo ambavyo Papa alivilazimisha kuungana naye. Hebu sikiliza hapa. Hapa hebu soma haya maneno Papa Francis, soma hayo maneno hapo. Papa alikataa kabisa kuingilia Venezuela. Soma hapo, Papa Francis alikataa
kuingilia kabisa Venezuela. Umeona hayo magazeti yote yanaonyesha Papa Francis alikataa kuingilia hapa. Alikataa kwa sababu ya kukubali. Na huyu anaeleza kwamba jinsi barua iliyopelekwa kule Papa alitaka kuwa msuluhishi, lakini Venezuela inaonekana ilikataa kabisa kukubaliana na vigezo vya Papa. Kwa hiyo Maduro hakukubali kabisa kile Papa alichokisema. Kwa hiyo hicho ndio kikasababisha Papa anyamaze katika wakati huu. Hiyo iko vizuri kabisa. Nilikuambia kwamba katika bango kwamba leo tunaenda kuangalia nini. Papa alimwambia kabisa, kama unataka msaada wangu, basi kuna vitu natakiwa kuvisikiliza na kuvifuata, au masharti yangu yafuate. Maduro, wapendwa, alikataa na alikuwa anataka kufuata kile ambacho anataka Papa, lakini hakutaka. Kwa Maduro alitaka, lakini alipopewa vile vigezo akavikataa. Basi uangalie hapa vitu vitakavyoenda kuthibitishwa hapa. Wapendwa, yeye hakuwa katika mkutano huo. Mimi sikuwa katika mkutano huo, lakini ninajua kwamba unabii wa mwisho tunaweza kueleza kwa uhalisia kwamba yayo masharti yalikuwa ni nini na yalikuwa yanalenga kitu gani. Ili ukielewa hicho kitu na lengo la upapa, utaelewa kwamba condition au masharti yake yatakuwa ni yapi na yanaongoza wapi. Biblia inasema kwamba katika sura ya kwanza Petro ya pili aya 19 kwamba tunalo lile neno la unabii lilo imara zaidi, ambalo tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, twafanya vyema hata nyota ya asubuhi kupambazuka. Kwa hiyo unabii wa mwisho tunaweza kuona kwamba kinachoendelea gizani tunaweza kukiona kupitia unabii, hata kama kikiwa kwenye mikutano iliyofungwa, lakini bado tunaweza tukaielewa tukiangalia unabii, maana ni taa. Na tuone kwamba lengo la mwisho la upapa sio kupata kila utawala juu ya kila nchi, kwa lengo lake. Kabla sijaenda clip nyingine, nataka nikuambie kwamba katika Danieli sura ya 7 tagundua kwamba Danieli 7 fungu la 7 hadi 8 kwamba utawala wa papa ulikuwa unakuwa katika utawala ulikuwa unanyanyua kabisa zile tawala nyingine pamoja na mizizi, na pembe inawakilisha nini? Tawala. Kwa hiyo utaona iko inanyanyua kabisa na mizizi, inang'oa na mizizi. Kwa hiyo tawala hizo au pembe hizo ambazo hazitaendana na utawala wa upapa zilikuwa zinang'olewa kabisa. Maduro na atang'olewa kabisa. Ni ishara kwamba unabii unarudia na unabii unatimia. Hebu angalia pia, nitaenda kuonyesha kwamba katika matukio haya inatangaza alama ya mnyama, janga la alama ya mnyama. Maduro alikataa masharti ya papa na katolewa na Marekani. Maneno mengine kwamba ti au kufa, kubali au uondolewe. Hii sio inaendana kabisa na huo unabii wa Ufunuo 13 fungu la 14 hadi 17. Kama hauendani na masharti ya mnyama au
Alama ya mnyama inahitaji nini? Hautauza, utanunua au utakufa. Kwa hiyo hii tendo linaonyesha kwamba alama ya mnyama masharti yake ndio maana save to save mliopo hapa na mliopo katika mataifa, hebu tu share ili somo lifike mbali, watu waone kwamba ni unabii unatimia. Maduro, je, alikuwa lini ametolewa? Ilikuwa Maduro tokea Maduro alikataa kabisa kwenye 2016, miaka 10 iliyopita. Maduro alikataa. Sikiliza hapa. Hapa anaeleza huyu kwamba Papa alipompatia kabisa maelezo alikataa kabisa. Mwaka 2016 Maduro alikataa kabisa kwamba haiwezekani kufuata yale. Kwa hiyo haitawezekana kabisa, haitawezekana kusaidiwa Maduro. Sikiliza wapendwa, muda tunaoishi, nataka uandike mafungu yafuatayo. Ufunuo 13 fungu la 2, utaona inaeleza kwamba upapa unapata mamlaka makubwa. Ukichukua fungu hilo ukaunganisha na fungu lingine, unaona kwamba inakuleta katika Mathayo 8 mstari wa 9, ambayo inaeleza nini maana ya mamlaka makubwa. Inasema kwamba pale kiongozi anakwambia nenda, utaenda, au njoo, unakuja au huji, fanya hiki, utafanya au ufanye, utamalizia ile nyingine. Kwa alimwambia Maduro fanya, nenda, fanya hivi. Maduro akakataa, lakini unaona matokeo yake ni nini? Unaona Maduro na mke wake wamefungwa. Umeona? Wamewekwa mahali. Kwa hiyo inabidi aende atubu tu kwa Kristo ili aweze kusaidiwa. Kwa hiyo atakuja matokeo yake awe tu kama Osama au Saddam. Kwa hiyo Gaddafi na yeye alifanyiwa hivyo. Kwa hiyo atubu, Mungu atamsaidia tu. Kwa hiyo Papa Francis amekufa, lakini kabla hajafa aliweka kwa Papa Leo wa 14. Lakini hapa unaona kwamba Maduro alienda hata kwa Pope Leo akaomba msamaha, lakini Pope Leo alimwambia umekwisha kuchelewa, kwamba mtangulizi wangu alikwambia ulikataa, kwa hiyo mimi siwezi kusaidia. Pope Leo alimwambia hivyo. Lakini hiyo nitakuonyesha. Namba 2 sasa, Papa Leo wa 14 alienda aliweza kusema hiki kitu. Hebu tusikilize hapa. Maduro aliomba kwa Papa Leo wa 14 kumsaidia amani, lakini alikuwa ameshachelewa. Hii hapa Pope Leo alisema hivi, anasema kwamba anajua kitu kinachoendelea Venezuela, anajua vitu vizuri ambavyo Venezuela wanahitaji kuhusiana na changamoto wanayopitia, ili waweze kupata amani na haki. Wanatakiwa waheshimu yale ambayo wanaelekezwa. Sasa hiyo unaona kabisa kwamba huyu alikuwa
hana tena namna ya kuweza kusaidia. Anasema tu kwamba mnapotaka nani, fateni hiki, lakini kimsingi hakuwa na nia ya kumsaidia kwa sababu alikuwa amekwisha kuchelewa. Hiki kitu mtaweza kuona kwamba kitu hiki kinahitaji tu wafate masharti yale. Kwa hiyo walipokataa, basi kawaambia basi taifa lingine litaenda kuwaondoa pale. Kwa hiyo kile kinachoonyesha kwamba utawala wa upapa umetumia Marekani kabisa kuweza kuiangusha Venezuela. Kwa hiyo hata wengine wote wataangushwa ambao watakataa kufata maelekezo yake. Leo nitaenda kuthibitishia hilo. Mwanzo nilikwambia kwamba Rais Trump alitaka uchaguzi mwingine. Maana yake anataka Maduro atoke. Na hii ilikuja baada ya Maduro kukataa mwaka 2016 alikataa uchaguzi mwingine. Kwa hiyo Papa Francis na yeye alitaka hivyo uchaguzi uwe mwingine, kwa sababu Maduro alitakiwa kuondoka. Ndio maana hizo sentensi. Kwa hiyo Maduro yeye aliomba msamaha, lakini hakufuata maelezo. Hebu angalia 2016. Umeona watu wengi kule Venezuela ni Wakatoliki, lakini Papa alimpa masharti, lakini Maduro hakuweza kutimiza yale masharti. Maduro hakuweza kukamilisha yale masharti ya Papa. Na Papa alisema kabisa kwamba katika barua yake kwamba hawakufuata yale maelekezo ambayo alitaka wayafuate. Kwa hiyo lazima kutakuwa na changamoto tu hapo. Hii taarifa inaonyesha jinsi ambavyo Papa alitoa maelekezo, lakini hawakuweza kuyafuata. Kwa hiyo Vatican walikuwa wanataka uchaguzi mpya. Maana yake walikuwa wataki Maduro aendelee. Kwa hiyo walikuwa wanataka Maduro atoke. Hii imeshathibitishwa hapo. Hebu angalia. Unaweza kuona kabisa kwamba hapa unaendaje kusuluhisha hiki kitu. Angalia hapa kwamba Papa anasema anaogopa eti damu kumwagika. Kwa hiyo Papa Francis alisema naumia kwa kile ambacho kinaendelea Venezuela sasa. Ni kile ambacho ninaogopa ni ile kwamba damu itamwagika. Hii ni kama anasema, lakini hana nia hiyo, ana kitu kingine kabisa anachokimaanisha. Wapendwa, nitaenda kuwaonyesha hapa kwamba makamu wa rais wake alienda kukutana na Papa kuhusiana na Venezuela. Unajua alisema nini? Alisema kwamba Papa, niko hapa kukusikiliza maoni yako na nini kinachotakiwa kufanywa katika Venezuela.
Papa alikuwa amekwisha kusema ni muda wa uchaguzi mpya. Kwa hiyo alienda tu huyu makamu wa Maduro kusikiliza kile ambacho Papa alikuwa amekwisha kusema. Kwa hiyo Marekani hapo inatekeleza tu kile ambacho Papa alikuwa anakisema, na mwisho itaponya jeraha lililokuwa limepatwa. Hii ilikuwa 2020. Papa alikuwa ametaka uchaguzi mpya. Kwa hiyo huyu alikuwa ameenda makamu wa rais kule, lakini Papa alimwambia kwamba mimi nimekwisha kumaanisha kwamba uchaguzi mpya unatakiwa uwepo. Kwa hiyo utasoma hapo utaona hayo maelezo. Alirudia hayo kwamba ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja lazima iwe hivyo. Anasema kwamba anataka kuungana karibu na kanisa la Venezuela na Central America to really continue to bring the kind of pressure to bear from the ground up. Kwa hiyo kile ambacho alikuwa anakihitaji hapa ni kukubali masharti ya upapa ambayo alikuwa amekwisha kuelezwa. Sasa hii ilikuwa 2020. Maelezo ya Papa yalikuwa yameshatolewa 2016 kwamba anatakiwa atoke, lakini sasa hapa 2020 bado alikuwa amechelewa. Sasa utaanza kuona kwamba kwa nini wanaenda kwa kiongozi wa dini kuona kwamba nini kitafanyika. Ujue hapa kwamba Marekani ilianza kutimiza haya ya upapa. Hebu nithibitisheni kama mimi ni muongo, kwa sababu utaona kwamba ukiona kwamba marais hawa wanaenda kutafuta huko msaada. Hata JFK Kennedy naye alisema maneno yafuatayo: when no church or church school is granted any public funds or political preference. Umeona? That's it. And JFK went on to say, look at the red words in the middle, where no public official either requests or accepts instructions on public policy from Umeona? Hata hapo utakumbuka kwamba hata kipindi cha Kennedy, maana yake watu walikuwa wanaenda kuchukua maelekezo kutoka kwa papa. Kwa hiyo hata kipindi cha Kennedy, huyo rais ambaye be assassinated au aliondolewa, walikuwa bado kuna maelekezo walikuwa wanayatoa kwa papa. Kwa hiyo hapa hata Venezuela walitakiwa tu watoe maelekezo yote kutoka kwa papa, lakini Maduro yeye akakataa. Kwa hiyo utaona kwamba Marekani inasema kwamba huyu ni ana tatizo, kwa hiyo anatakiwa aweze kushughulikiwa. Kwa hapo utaona ni kanisa na serikali vinaungana. Hapo utagundua kwamba leo watu wanazungumza debate za Maduro na papa na Marekani nani mkubwa, lakini hapa tunazungumzia kwamba ni unabii unatimia kwamba Amerika itafanya kazi ya Vatican. Mimi sihitaji hiyo migogoro, lakini hapa tunachokizungumzia ni kwamba Marekani itafanya vile papa anavyovisema.
Kwa hiyo wale mnaoangalia Save to Save, angalieni na wasi kwa jina la Yesu, sambaza hii. Hebu tuendelee kuona, hebu sikiza tena hii. Sasa inaanza kueleweka kwamba angalia, mataifa yataenda kwa upapa kuangalia nini, je, vinaendana na maelekezo yako? Angalia sasa hapa, Venezuela iliweza kukamatwa kwa sababu ya kukataa kufata hayo maelekezo. Kwa hiyo Marekani ikaenda kuikamata Venezuela. Kwa hiyo hii yote ni kwa sababu tu hakuweza kufata maelekezo, na mwisho Trump akaweza kuingilia huko. Kwa hiyo Trump anasema wataenda kuiongoza hiyo nchi, au wanaiongoza kwa maana ya kuiendesha kwa njia za kitawala. Trump anazungumza hapo kabisa yeye mwenyewe maneno yake. Kwa hiyo Donald Trump anasema haogopi, wataenda kuiendesha nchi vizuri. Wapendwa, kaeni na mimi kwa dakika, nitacheza hiyo video mwanzoni mwake, nitakuonyesha kwamba kuna sababu kwa nini Papa alisema Maduro aondoke. Kwa sababu utaangalia hapo, utawala wa upapa lazima ucontrol bidhaa, biashara zote za dunia yote. Kwa nini wanasema kwamba kama utakubaliana na hayo, maana yake hutaweza kuuza wala kununua, kwa sababu wana control bidhaa zote na biashara zote. Kwa hiyo hawataki mtu uwe unajitegemea. Hebu angalia hapo mwanzo, umeona? That ended with President Trump declaring the US will now run Venezuela and seize control of oil reserves, vowing to take a quote tremendous amount of Venezuela We're going to run the country. Walikuwa na control mafuta. Wana Marekani na wenyewe haitaki wao ya control wenyewe, wanataka waya control. Angalia hapo, kiona hapo mafuta na natural gas wanayo huko Venezuela. Kwa hiyo Marekani lazima ya control haya. Funuo 18 mstari wa 10 hadi 13. Utawala wa upapa una control dhahabu hizo, fedha, dhahabu, nini, vyote hivyo wanavicontrol wao. Sasa Venezuela na wenyewe wana hivi vitu, wana mafuta pia, na huku kuna mafuta hapo chini ukiona, na vyote lazima wa control wa Vatican. Kwa hiyo lazima tu Venezuela wanataka wao wamiliki wao, wasiruhusu wao wa control. Kwa hiyo lazima wawe tu katika changamoto. Kwa hiyo angalia pia Danieli 11:42, utaona kwamba utawala wa upapa utaweza control vitu vyote hivyo, kwa sababu hizo thamani zote walikuwa wanazimiliki wao. Kwa hiyo utaona kwamba bali za unabii huu uko kamili kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wengi katika huu mgogoro hawaelewi kwamba hakuna ambaye ataitikisa Vatican kabisa, sababu ni unabii ambao umeelezwa. Kwa hiyo ni Mungu tu atatulinda hapa kutokana na utawala huu. Kwa hiyo Maduro kabla hajatolewa
utakumbuka kwamba alikuwa na marais wengine anaambatana nao, lakini tuweze kuona kwamba je, Biblia inaeleza nini kuhusiana na upapa? Ngoja leo tuangalie kwanza. Roho nabii nasema kwamba tawala zote zitapiga magoti kwa utawala wa upapa. Page 571. The papacy, I won't read all of this. The papacy has not changed. Kwa hiyo upapa hujabadilika, ni ule ule ambao utafanya yale mambo ambayo umekwisha kuyafanya, na hivyo utaona kwamba utawala wa upapa huu, kama unavyoona Roho nabii inavyojaribu kueleza hapa, utaona kwamba kile ambacho Maduro amekifanya ni kukataa maelekezo ya upapa. Kwa hiyo mwisho wa siku tu lazima utawala wa upapa uitumie Marekani kama ulivyoitumia kuweza kuangusha utawala wa Maduro. Kwa hiyo hata hapa utaangalia kwamba vitu ambavyo utawala wa upapa ulivyovisema, naona hata hapa waliwahi kufanya hivyo hivyo. Waliwahi kuangusha utawala wa Ujerumani miaka ya nyuma hivyo hivyo, na mwisho wa siku wakamchukua hadi mke wa yule mtawala. Ni kama leo Maduro alivyokamatwa tu na mke wake. Kwa hiyo haya mambo yalifanyika wakati wa nyuma na sasa yamefanyika. Utagundua kwamba ni yale yale ambayo yanafanyika leo. Kwa hiyo hapa tena alibebwa kabisa wakati wa baridi akiwa uchi. Kwa hiyo utaona kwamba hii kitu ni vitu tu ambavyo vinajirudia. Kwa hiyo utaona kwamba ni utawala ambao umewashusha uongozi wengi, akina Saddam, akina Gaddafi, na leo wamefika kwa Maduro tena. Kwa hiyo Maduro alikuwa anasema ndugu yake alikuwa ni Bolivia president. Anasema hapa Bolivian, huyu ndo alikuwa partner wake. Lakini hebu angalia tarehe hiyo. Umeona hiyo? Huyo alitolewa 2019, lakini watu wakasema is Maduro next, yani kwamba Maduro ndo anafuatia. Kwa hiyo utagundua kwamba hata nyuma walipofanya mambo mengine, utaona hata watu waliona nani anafuata, kwa sababu walijua kabisa kwamba hayo mambo yalikuwa yanaendelea. Umeona hata hapo? Umeona? Kwa hiyo hata Bolivia na penyewe walipoanza kusema kwamba Biblia imerudi kwenye tawala za serikali, utaona kwamba kuna kitu ambacho walipingana nacho. Kwa hiyo mwisho wa siku kukatokea na hizo changamoto ambazo ziliwahi kutokea huko nyuma. Kwa hiyo hapo utagundua kwamba ni yale yale ambayo yanaendelea. Ukipinga tu tawala wa upapa wana kuondoa. Kwa hiyo ni kitu kile kile ambacho huyo aliondolewa, lakini alikuwa rafiki wa Maduro, na Maduro naye akakataa kupiga magoti kwa upapa. Kwa hiyo kitu ni kile kile ambacho kinatokea. Hii ni uhakika kabisa. Marekani inafanya hiyo kazi ya Vatican
kwamba jela la mauti linakaribia kuponywa. Lakini hapa, hebu sikiliza, huyu alikuwa ni jasusi ambaye alikuwa jasusi huyo alikuwa ni priest huko kwa Maduro. Ni jasusi huyo. Majasusi kazi yao sio kutii maelekezo ya sheria ya taifa, bali kutii maelekezo ya papa na kuhakikisha kwamba upapa unatawala katika sehemu yote. Ndio kazi ya majasusi. Wangapi mnajua kwamba wale mnaojua kwamba utawala upapa, kuna papa mweusi ambaye anakuwa anaongoza mataifa yote. Sasa hebu rudini hapa muone kwamba ni nchi gani ambayo papa mweusi anatokea. Arturo Sosa huyo ni jasusi huyo ambaye anaongoza hicho kikosi cha Society of Jesus. Unajua huyo Arturo Sosa anatokea Venezuela. Na huyu Arturo Sosa aliyemweka ni Papa Francis na anatokea Venezuela. Na ndio maana 2016 alimwambia Maduro atoke, na ndio mwaka ambao huyu aliwekwa huyu. Kwa hiyo hapa Black Pope huyu lazima ahakikishe kwamba malengo ya papa mweupe lazima yafanikiwe. Kwa hiyo ndio maana utawala wa ujasusi unafanya kutimiza hayo. Kwa hiyo utaangalia hapa ndicho ambacho kinachoendelea. Huyu Arturo Sosa huyu wa Venezuela na alikuwa na vitu vya kufanya hapa. Kwa hiyo utaona kwamba Marekani imekifanikisha kile ambacho Biblia kabisa imeweza kukitimiza. Kwa hiyo their allies with black ops are known to destabilize nations. Kwa hiyo Vatikani, Marekani zitaenda kufanya mataifa yasiweze kusimama yenyewe kama yenyewe, na yatayaongoza hapo kiuchumi, kidini, hivyo yataongozwa kwa namna hiyo ambavyo wanataka wao. Kwa hiyo utagundua kwamba hata kwenye hizi central bank zote na nini, wao ndo wana vimiliki. Kwa hivyo tutaweza kuviangalia kwa siku nyingine. Kwa hiyo tutaangalia kwamba wanatimiza yale ambayo unabii umeelekeza. Angalia hapa pia naona hiki, taona hapa Maduro pia alikuwa anaionya au anaitahadharisha Marekani hapa kwenye matukio yaliyokuwa yanatokea. Kwa hiyo taangalia kwamba hata nyuma huko kama kulikuwa na mapishano hapo. Kwa hiyo aliwahi kuionya Marekani pia, na yeye akawa anaitangazia vitu fulani. Kwa hiyo utaona kwamba kuna shida hapa zilikuwa zinaendelea. Huruma hii, maana hizo sentensi. What a statement. What a statement. Beloved, look what happened there in Venezuela. Hapo
Venezuela's middle class dumpster diving for food. Mwana Venezuela daraja la katikati walikuwa wanahangaika kuhusu chakula. Kwa hiyo kabla Maduro hajatolewa walifanya vitu vya nani huko Venezuela, wakawa wanakosa hadi chakula. Kwa hiyo wakawa wanafanyiwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo baadaye ni kumtoa tu, hata kwenye benki, hadi benki wakuweza kupata hela kabisa vizuri. ATM mashine pia zikutoa hela, ilikuwa uwezi hata kutoa hela na nini. Kwa hiyo walianza kuisumbua sana Venezuela, na mwisho wa siku sasa wakasema kwamba nchi ilikuwa ni tajiri alafu inaishia kuwa maskini. Venezuela ilikuwa ni nchi tajiri huko South America, lakini wakaanza kuidhoofisha taratibu. Tunaishi katika mwisho wa nyakati za Venezuela. Wanaanza maona gazeti la Independent hilo kwa inaanza kuilaumu kwamba ni muda wa mwisho ambao Venezuela watoto wake walikuwa wanahangaika. Kwa hiyo mwisho wa siku wakawa wanakula hadi watoto wao. Kwa hiyo hii yote inaonyesha tu namna gani kuna shida dakika hizi za mwisho. Kwa hiyo utaona kwamba walileta shida sana katika Venezuela. Hapa utaona hata watu walianza kupinga, walianza kuleta migogoro. Utaona watu wanapochota maji hangaika.